Tuelekee bunge sasa ambapo Duncan Ojwang Oburu aliyependekezwa na Rais William Ruto kuhudumu wadhifa wa mwenyekiti wa halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA ametoa wito wa kuwekwa kwa kamera zinazopachikwa kwenye mavazi ya maafisa wa polisi pamoja na zile za CCTV kwenye vituo vyote vya polisi nchini kwa ajili ya uwajibikaji. Akihojiwa na kamati ya bunge la kitaifa kuhusu utawala na usalama wa kitaifa, Ojwang pia aliwahimiza wabunge kuongeza mgao wa fedha kwa halmashauri hiyo ya IPOA ili kuimarisha uwezo pamoja na utendakazi wake. Duncan Ojwang. Shughuli ya kumsaili Duncan Ojwang Oburu aliyependekezwa kuhudumu kama mwenyekiti wa halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi ya IPOA imeangazia jinsi ya kudumisha imani ya Wakenya katika maafisa wa polisi nchini. We've heard of many cases of deaths at most of our police custodies. So that is another issue which I would really want the proposed chair, in case is lucky to get approved by this committee, which I'm optimistic he will, tell us what he'll do about those issues which have put the government in the bad light. Ojwang ambaye amewahi kufanya kazi nchini Amerika alitetea kuwekwa kwa kamera zinazopachikwa kwenye mavazi ya maafisa wa polisi na zile za CCTV kwenye vituo vyote vya polisi nchini katika juhudi za kuimarisha uwajibikaji katika huduma ya polisi. If I succeed, I will publish my number as long as Kenyans don't visit me. But I really want to be reachable in every case, because it's unfortunate that we can have such a elaborate Bill of Rights, but we still have a few police officers who violate and kill Kenyans at the temple of justice. There shouldn't be anywhere safer for a Kenyan than a police station. Ojwang pia alitoa wito wa marekebisho ya kikatiba ili kueneza majukumu ya IPOA katika asasi zingine za kiusalama, ikiwemo shirika la huduma kwa wanyamapori KWS, shirika la hifadhi la misitu KFS na polisi wa akiba. And not just coming out to deal with one or two cases of shooting, but looking at how the whole policing and the code of policing is reformed to be in tandem with the current constitution. Wabunge pia walitaka kufahamishwa jinsi Ojwang atakavyoweza kudumisha uhuru wa halmashauri ya IPOA na pia kushirikiana na kwa karibu na Inspekta Jenerali wa polisi. Ojwang alijitolea kuhakikisha kuwa IPOA inadumisha sheria wakati inapotekeleza majukumu yake. Bunge la kitaifa linatarajiwa kujadili uamuzi wa kamati hiyo na kuamua iwapo Ojwang anaweza kuhudumu katika wadhifa huo juma lijalo. Gishoke Wachira, Darubini.